Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News. Bado tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunatazama vikosi vya jeshi la Urusi vilivyopo nchini Iran vinamaanisha nini hasa wakati huu ambapo mvutano umezidi kuongezeka kati ya Marekani pamoja na Iran. Kuanzia siku ya Jumatano, vikosi vya ulinzi vya majini vya Urusi vilienda nchini Iran kwa ajili ya kufanya mazoezi ya pamoja kati yake pamoja na Iran, ambapo mnamo Alhamisi mazoezi hayo yalianza kufanyika. Hata hivyo, vikosi hivyo vya Urusi vya kijeshi vya majini vimejiunga na jeshi la Iran katika kufanya mazoezi ya kijeshi katika ghuba ya Oman, wakati ambapo mzozo unazidi kuongezeka kati ya Marekani pamoja na Iran. Hata hivyo, swali kubwa lilisalia, ni kwa nini jeshi la Urusi limeenda nchini Iran wakati huu ambapo mvutano ni mkubwa? Katika kuchambua hili ni kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limeungana na jeshi la Urusi. Hii ni moja kati ya mambo ambayo yamezoeleka na hufanyika mara kwa mara. Kila mwaka Urusi pamoja na Iran hufanya mazoezi ya kijeshi, na ni katika kile ambacho wanasema ni kuonyesha urafiki zaidi katika masuala ya ulinzi na usalama, lakini pia kuonyesha ushirikiano zaidi katika masuala hayo ya ulinzi na usalama. Lakini wakati huu ambapo kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya Iran na Marekani, Urusi inadaiwa kuingiza majeshi yake nchini Iran kwa ajili ya mazoezi ya kijeshi. Moja kati ya mambo ambayo yanatajwa ni kwamba Urusi inaenda kutuliza mvutano uliopo na kuionyesha Marekani kwamba haipaswi kufanya shambulizi ndani ya Iran. Waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov kutoka nchini Urusi alisema katika siku ya Jumatano kwamba Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na mamlaka nchini humo hazipaswi kabisa kufanya shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri huyo wa mambo ya kigeni aliwahi kusema kwamba wakati wowote Iran itakapohitaji silaha za aina yoyote kutoka nchini Urusi, basi Urusi itahakikisha inaipatia nchi hiyo silaha yoyote ile ambayo inahitaji. Na hata wakati huu inadaiwa kwamba miongoni mwa ndege zake, ndege za Kirusi za Sukhoi -35 kwa maana S-35 zipo nchini Iran, na baadhi ya silaha hatari zinadaiwa kusafirishwa kutoka nchini Urusi kuelekea nchini Iran. Hata hivyo, inadaiwa kwamba huenda wakati huu ambapo Marekani inataka kuanzisha vita kama alivyosema Rais Donald Trump kwamba anatoa siku 10 tu, huenda jambo likatokea kubwa zaidi katika vita hivyo. Urusi haitoweza kuiacha kabisa Iran kuingia katika vita na kushambuliwa na Marekani, na ndio maana Urusi wakati huu inasisitiza uwepo wa amani wakati wote, licha ya kwamba haizungumzii jambo hili na haishiriki katika mazungumzo ya amani, lakini imekuwa ikitoa msisitizo juu ya suala hilo la kuwepo kwa amani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Urusi imesema kwamba endapo vita vitatokea, hali itakuwa ngumu mno. Hata hivyo, Urusi imeiweka wazi Marekani kwamba isifanye mashambulizi, isipokuwa wao kama Urusi wapo tayari kusimamia Iran katika suala lake la nyuklia, na hivyo hakuna haja ya kufanya mashambulizi. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran ambalo limeshiriki katika luteka hiyo ya pamoja nje ya pwani ya kusini ya Iran ni kutokana na kile ambacho Marekani imezidisha vitisho dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kutokana na suala lake la nyuklia. Mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran Mohammad Eslam amesema hakuna nchi inayoweza kuinyima jamhuri hiyo ya Kiislamu haki yake ya kuwa na nishati ya nyuklia, na amesema kwamba msingi wa sekta ya nyuklia ni urutubishaji, na kwamba chochote unachotaka kufanya katika mchakato wa nyuklia unahitaji nishati ya nyuklia, na hivyo hawapo tayari kuona kwamba wanaachana na mpango wao wa nyuklia au makombora yao ya masafa marefu, isipokuwa kuna uwezekano wakapunguza. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile ambacho tunakitazama, kwa nini Urusi imepeleka majeshi yake nchini Iran na kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi ya baharini. Kubwa ni kwamba ni kupunguza mvutano, licha ya kwamba rais wa Marekani amezidisha mvutano huo baada ya kutoa siku 10, lakini taarifa za Urusi ni kwamba imeionya pia Marekani isije kafanya makosa kufanya shambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na huenda vita ikawa ni vikubwa zaidi, kwani kama haitashiriki moja kwa moja, lakini kutokana na kwamba ina silaha zake nchini humo, lakini pia ina wanajeshi wake waliopo nchini Iran, basi huenda ushiriki wa namna fulani ukafanyika kama katika siku 10 zinazokuja Marekani itaamua kufanya shambulizi katika taifa hilo.
Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.